Wa aslul usuli alilm, na asili ya misingi yote, yani alilm ni elimu. Manake msingi wa misingi yote alilmu ni elimu. Wa anfa'u alulum an-nadharu fi sirati ar-rasul, na bora ya elimu yenye manufaa ni kuangalia katika sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani wewe msome bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, sira yake, mwenendo wake, vipi alikuwa akiamiliana na watu na vipi alikuwa katika maisha yake, aliwalea vipi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale masahaba zake aliwalea vipi. Hapo ndipo utakapojua kwamba kumbe mtume sallallahu alaihi wasallam yeye aliwajenga watu katika jambo la kumtegemea Allah, la kumwelekea Allah, la kumwabudu Allah, na vile vile kujipamba na elimu. Wa ashabihi, na wale masahaba zake. Kiangalia sira ya mtume na sira ya masahaba zake, basi utakuta hali ni nzuri. Angalia hayo katika Saidul Khatir Ibn Jawzi katika sahifa ya 66. Kadhalika na hichi ni kitabu vile vile muhimu, sio kikubwa sana kitabu hichi, kama kinafika kama bulughu tu vile, kama Bulughul Maram. Nafahamu Saidul Khatir kama Bulughul Maram ukubwa wake. Kwa hiyo sio kitabu kikubwa, kwa hiyo unaweza kukitafuta. Zamani kulikuwa kuna wale jamaa wa Africa Muslim Agency walikuwa wakitoa vitabu hivyo vya Ibn Qayyim, vya Ibn Jawzi, wakivitoa sana hivyo, Saidul Khatir, Tariqul Hijrataini, Maarijul Qabuli, walikuwa wakivitoa majana. Siku hizi sijui imekuwaje kwamba hivyo vitabu havipatikani. Alhasil kwamba wewe usio kwamba ni mwenye kutegemea vitabu vya kupewa, bali wewe mwenyewe jipange hasa kifedha, kwa mujibu wa uwezo ambao Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa amekuruzuku, wa kuwa na ihtimamu katika jambo la kukusanya hizo zana, na hizo tunaita ni silaha ambazo ukiwa nazo utaweza kupambana na watu wa bid'a, utaweza kupambana na watu ambao walikuwa almunharifun. Wa faman ta'ammala mathalan, na yote ambaye atakayezingatia kwa mfano kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, akaizingatia kauli hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa amesema fi wasfi nabiyihi, katika kumsifu mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, ambayo inapatikana katika surati Tauba aya nambari 128. Allah aliposema laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kwa hakika amekujieni nyinyi mtume, min anfusikum, kutokana na nafsi yenu. Kwa maana hakuletwa mtume akatoka labda katika viumbe wengine, bali mtume ametumwa kutokana na nyinyi binadamu. Amezaliwa akakuwa, baada ya kukua na watu wakanamuona katika kukua kwake, na wengine wakamlea mpaka manake akawa mkubwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na Allah ule wakati ambao alikuwa ameupanga wa kumpa utume ukafika, akampa utume. Sasa huyu ndio ambaye alikuwa amekujieni, si kwa maana labda ametumwa malaika au labda ametumwa jini, la, bali ametumwa mtume min anfusikum, kutokana na nafsi yenu. Azizun alayhi ma anitum, yanampa shida na kumhuzunisha, ma anitum, yale ambayo nakutabisheni nyinyi. Azizun manake yanampa shida, anapata shida mtume. Sasa mwenye shida alayhi, juu yake, ma yale ambayo anitum, nyinyi anakutabisheni, kwa maana yanampa shida yale ambayo nyinyi anakutabisheni, yanamhuzunisha sana, ni mwenye huzuni sana kwa yale ambayo anakutabisheni nyinyi. Mtume sallallahu anapenda kuona umati wake upo katika furaha, upo katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Hapendi kuona umati wake kwamba upo katika dhiki, upo katika shida, hapendi kuona hivyo. Harisun alaikum, tena ni mwenye pupa kubwa sana juu yenu, kutaka kwamba nyinyi mfanikiwe, na muwe ni wenye kuokoka, na muwe ni wenye kufika katika pahala ambapo alipokuwa pazuri. Bil mu'minina, kwa waumini mtume huyo raufur rahim, ana sifa mbili, raufun pole, rahim tena mwenye huruma.
Kwa maana mtume sallallahu alaihi wasallam sifa yake ni raufun rahim, hiyo ndio sifa yake. Na sifa hizi mbili ni sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa je, kule kuwa Allah anasifikana raufur rahim ndio na mtume sifa yake itakuwa inafanana? La, yani sifa ya Allah ipo juu zaidi, umefahamu? Lakini mtume sallam na yeye ana sifa ya raufur rahim, umefahamu? Ana sifa hiyo raufur rahim, pole na mwenye huruma. Lakini hapafanani sifa zake, sifa ya kiumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala ikafanana na yeye, kuonyesha kwamba Allah yeye, ukisikia mtu anasifikana kwamba mpole mwenye huruma, basi hakufanani kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yeye ni mwenye huruma zaidi kwa viumbe wake. Allah yeye ni mpole zaidi kwa viumbe wake. Lakini na yeye Allah sifa yake nyingine shadidul iqab, ni mkali sana kwa adhibu. Ikiwa viumbe watafanya nini, watakengeuka, hatoyafuata yale ambayo yalikuwa ya Allah. Wa qawluhu, na kauli yake, wa innaka la ala khuluqin adhim, kwa hakika wewe mtume sallam uko juu ya tabia. Wa innaka, na kwa hakika wewe, la ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia zilizokuwa tukufu, kwa maana tabia ambazo zilizokuwa nzuri sana. Yani wewe ukawa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana, na ukawa katika hali ambayo kila mmoja akawa anakubali na akawa anavutika na zile tabia zako, kwa sababu tayari umejipamba na tabia zilizokuwa nzuri na tabia zilizokuwa mbaya ukajiepusha nazo. Ambayo hiyo ni suratul Qalam aya nambari 4. Wa qawluhu, na kauli yake, fabima rahmatin min Allah linta lahum, fabima rahmatin, basi kwa rehma zitokazo kwa Allah, linta lahum, wewe ndio ukawa laini kwa wao. Yani kwa rehma ambazo zilizokuwa zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio wewe ukawa laini kwa wao. Nani hao? Masahaba na wale ambao uliokuwa umekutana nao, viumbe wote kwa jumla yake uliokuwa umekutana nao. Manake mtume sallallahu alaihi wasallam amekutana na viumbe wa sampuli nyingi sana, lakini hakuwa yeye ni mwenye kulipiza nini, hakuwa yeye ni mwenye kulipiza kisasi. Labda amekutana na mtu akamfanyia maudhi, na hakuna mtu ambaye alikuwa amefanywa maudhi makubwa sana katika dawa kuliko nani? Kuliko bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Manake maudhi yake alikuwa amefanyiwa, kama ingelikuwa hana moyo ambao Allah alikuwa amemjalia, basi ingekuwa kisharudi nyuma zamani sana kwa maudhi ambayo alikuwa amefanyiwa na wale maadui. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alisimama kisawa sawa, akawa ni mwenye kuangalia ile amri ambayo alikuwa ametumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na mpaka akahitimisha, akaiweka katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa sana. Kisha Allah akasema, walau kunta faddan, lau kwamba ungelikuwa wewe ni mkali, manake kwamba mwenye maneno makali sana, tena ghalidhal qalbi, tena mwenye moyo mgumu sana, mwenye moyo ususuavu, lamfaddu min haulika, basi wangelikukimbia wale ambao walikuwa wamekuzunguka wewe, walikuwa pembezoni mwako, wangelikukimbia watu hao. Lakini moyo wako ni moyo ambao ulikuwa mwepesi, na maneno yako vile vile ni maneno ambayo yalikuwa sio makali. Kwa hiyo ndio maana watu wakavutika na maneno yako, na ikawa ni mtu ambaye upo katika njia ambayo ilikuwa ni nzuri. Al-aya kama ilivyokuja katika sura Al-Imran aya nambari 159. Wa ghayruha min al-ayat, na nyinginezo katika aya. Wata'ammal fi sunna, na zingatia katika sunna, ma jaa ani sahaba, yale ambayo yalikuja kutoka kwa masahaba radhiyallahu anhum, fi na'ati nabii, katika sifa ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mithlu hadithi Aisha, mfano hadithi Aisha radhiyallahu anha, qalat amesema, ma khuyira rasulullah, hajapatapo mtume kukhiyarishwa sallallahu alayhi wasallam, baina amrayni, baina ya mambo mawili, illa akhadha aisarahuma, isipokuwa alikuwa akichukua lile ambalo lilokuwa jepesi lao katika yale mambo mawili. Ma lam yakun ithman, madamu itakapokuwa haikuwa ni dhambi.
fa in kana ithman, basi itakapokuwa ni dhambi, kana ab'ada an-nas minhu, anakuwa yeye ni kiumbe au ni mtu ambaye alikuwa yuko mbali sana na jambo hilo. Ikiwa ni dhambi, ikiwa ni jambo la makosa, basi hujitenga nalo jambo hilo na huwa mbali nalo jambo hilo. Wa man takama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani kwa maana ikiwa ni maasiya na ikiwa ni jambo ambalo nafsi haikubali jambo hilo, basi yeye hujeka mbali nalo sana jambo hilo. Kwa nini? Kwa sababu tayari inakuwa kwamba jambo hilo anaasiwa nani? Anaasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man takama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, wala mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo kuiangamiza nafsi yake, illa an tuhtaka hurmatullah, isipokuwa patakapovunjwa ule uharamu wa Allah au ule mpaka wa Allah subhanahu wa ta'ala, au ule utukufu wa Allah subhanahu wa ta'ala, fayantaqimu lillahi biha, basi huangamia mtume sallam kwa ajili ya Allah, kwa ajili ya jambo hilo. Biha manake kwa ajili ya ule utukufu wa Allah kuhami, yuko tayari kufa, yuko tayari kuangamia, yuko tayari kumwaga damu, yani damu yake mwagike, lakini utukufu wa Allah ubakie, yale ya Allah yabakie katika hali yake ya utukufu na watu yaelewe. Yuko tayari yeye aangamie mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya mambo haya. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi amesimulia al-Imam al-Bukhari, nambari hadithi 3560, kadhalika vile vile 6126 na 6786, wa Muslim, na vile vile hadithi amesimulia al-Imam Muslim, nambari hadithi 2327. Wa hadithu Anas ibn Malik, na hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, amesema khadamtu Rasulullah, mimi nilimhudumia, kwa maana nilimtumikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam 10 sinin, kwa muda miaka 10, kwa maana alimtumikia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na katika kumtumikia kwake mtume sallallahu alayhi wasallam kuna mafunzo ambayo hapa anataka kutueleza Anas radhiyallahu anhu, anataka kutueleza kwamba katika mafunzo hayo yeye alimtumikia mtume sallallahu alaihi wasallam, na katika kumtumikia kwake anasema ma qala li uffan qat, mtume sallallahu alaihi wasallam hajapatapo kunaambia mimi we hata kidogo, ile hajapatapo kunaambia mimi hata kidogo. Wala qala li shay'un, wala hajapatapo kunaambia mimi kwa ajili ya jambo lima fa'alta kadha, simefahamu kwa nini wewe ukafanya jambo kadha. Hajapatapo mtume sallallahu alaihi wasallam kunaambia jambo hilo, au hal fa'alta kadha, si ungelifanya hili bora kuliko hilo ulilofanya. Pia mtume sallam hajapatapo kunaambia, kwa maana hajapatapo mtume sallam kunikarapia mimi na kunigombeza. Mtume hajapatapo kuwa kwa Anas, bali aliishi naye katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana, na hivi ndivyo ambavyo Muislamu anatakana kwamba aishi na wenzake na ndugu zake katika mazingira yalikuwa mazuri. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi amesimulia al-Imam Bukhari, nambari hadithi ya 6038, wa Muslim, na vile vile amesimulia Imam Muslim nambari hadithi 2309. Waqala radhiyallahu anhu, na akasema radhiyallahu anhu, kana an-nabiy, alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi, alikuwa ni mzuri wa watu, wa ashja'a an-nas, na alikuwa ni shujaa wa watu mtume alayhi salatu wassalam, kwa maana alikuwa katika mazingira ambayo yalikuwa mazuri mno bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwada an-nas, na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkarimu wa watu, kwa maana alikuwa akitoa sana mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwasaidia watu wanyonge na hata wanyama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa katika hali hiyo, na ndivyo ambavyo Muislamu anatakana kwamba ajipambe na sifa hizi ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa yuko nazo. Kwanza alikuwa ni mzuri wa watu kitabia, kadhalika ni shujaa,
si mtu legelege yani, alikuwa Mtume sallam yuko vizuri sana. Wa ajwada nas, na vile vile alikuwa ni mkarimu wa watu alayhi salatu wassalam. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, hadithi amesimulia al-Imam al-Bukhari, nambari ya hadithi ni 2820 na vile vile 3040 kadhalika 6033. Waqala radhiyallahu anhu, na akasema vile vile radhiyallahu anhu, kana rasulullah, alikuwa mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, ahsana an-nasi khuluqan, alikuwa ni mzuri wa watu kitabia. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa yeye ni mzuri wa watu kitabia, tabia zake ni nzuri, hawi na tabia zilizokuwa mbaya alayhi salatu wassalam. Tabia ambazo, kila tabia ambayo yenye kusemwa vibaya, basi Mtume sallallahu alayhi alikuwa yuko mbali sana na tabia hiyo, alijiepusha na kuwa na tabia hiyo. Umeelewa? Yani hakuwa na tabia iliyokuwa mbaya, bali alisifikana kwa tabia iliyokuwa ni nzuri, na aliishi na watu kwa tabia iliyokuwa ni nzuri. Hadithi akhrajahu al-Bukhari, hadithi amesimulia Imam Bukhari nambari hadithi 6203 wa Muslim, na vile vile amesimulia Imam Muslim nambari hadithi 659, kadhalika vile vile 2150 na 2310. Wa hadithu Abdullah, na hadithi ya Abdullah radhiyallahu anhu, hadithi ya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ambaye huyu alikuwa yeye akifunga siku nyingi sana. Abdullah bin Amr alikuwa akifunga siku nyingi, na wako ambao wanasema kwamba alikuwa akifunga siku zote na akisimama usiku wote. Siku moja Mtume sallam katika baadhi ya riwaya alimuona amekonda sahaba yake huyu, akamuuliza una nini ewe Abdullah? Akamwambia ya Rasulullah, mimi nafunga siku zote, mimi na usiku siku zote, nasoma Qur'ani namaliza kwa siku moja tu. Na baadhi ya riwaya mke wake ndio ambaye alikwenda kushtaki kwa nani? Kwa Mtume sallam, kwamba kuna haki anazikosa. Mtume sallam akamfahamisha kwamba kiwiliwili chako kina haki, wake zako wana haki, majirani zako wana haki, kipe kila chenye haki yake, akampangilizia utaratibu wa kufanya ibada. Kwa hiyo ikawa katika hali kama hiyo, na akafuata yale ambayo alipangiliziwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Someni adhana isha kabisa biidhnillah tabaraka wa taala. Naam, na hadithi ya Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah, hakika ya mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallam, lam yakun fahishan, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa mchafu wa tabia wala mchafu wa maneno wala mchafu wa vitendo. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwa hivyo, wala mutafahishan, wala hakuwa akijilazimisha kujiingiza katika jambo hilo la uchafu wa maneno, uchafu wa vitendo na uchafu wa kuharibu ile hali yake. Ndio wanasema ahlul ilmi, wal mutafahishu alladhi yatakallafu dhalika, na mutafahishu ni yule ambaye anajilazimisha jambo hilo la uchafu, wayataamaduhu, na akawa analitegemea jambo hilo lifasadi halihi, kwa ajili ya kufisidi ile hali yake. Waqad yakunu almutafahishu alladhi yati alfahisha, na vile vile wakasema huenda akawa yule almutafahishu ni yule ambaye anaendea yale machafu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam lam yasduru minhu alkalamu alqabihi, hapajapatikana kutoka kwake maneno yaliokuwa mabaya, wala hapajapatikana kutoka kwake vitendo vilivyokuwa vibaya, wala hapajapatikana kwake hali ambayo ilikuwa mbaya, bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri wa tabia. Tabia zake bwana Mtume alayhi salatu wassalam zilikuwa ni nzuri katika hali zake zote kabisa, na ndio maana akapendwa na maswahaba zake, mpaka wale ambao walikuwa sio Waislamu akampenda bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali mpaka amana zao wakawa wanaenda kuziweka kwa Mtume alayhi salatu wassalam, kwa sababu ya uzuri wa tabia zake, kwa sababu ya uzuri wa vile ambavyo alivyokuwa amejiweka alayhi salatu wassalam. Waqala, na akasema Abdullah ibn Amr, qala Rasulullah
amesema mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum, mbora wenu nyinyi. Khiyarukum, mbora wenu, manake khiyarukum ni jamu hiyo, wale wabora wenu nyinyi, wale wabora wenu nyinyi. Ahasinukum akhlaqa, ni wale wazuri wenu wa tabia. Khiyarukum, wale wabora wenu nyinyi. Ahasinukum akhlaqan, ni wale wazuri wenu wa tabia. Kwa maana ukimwona mtu ni mzuri wa tabia, akhlaki zake ni nzuri, tabia zake ni nzuri, na akawa yeye sio kwamba amejipamba na kauli chafu, amejipamba na vitendo vibaya, amejipamba na hali ambazo zilikuwa sio nzuri, basi huyo anakuwa ni mbora. Ubora unakuwa utafuti kwa watu, ubora unakuwa unatafuta kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba wewe ukijipamba na tabia, jipambe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, sio kwamba unajipamba ili watu waseme kwamba huyu ana tabia nzuri au huyu ana tabia zilizokuwa mbaya. Ukijipamba na ukawa unafanya kwa ajili ya Allah, basi automatic Allah subhanahu wa ta'ala atamwambia, Allah humwambia nani? Humwambia Jibril, mja fulani nampenda mimi na wewe mpende. Na Allah baada ya kumwambia Jibril, Jibril anampenda, na Jibril anamwambia malaika, Allah amenitangazia mja fulani nampenda na nyinyi mpendeni. Kisha Allah anaingiza mapenzi katika nyoyo za waja. Umefahamu? Lakini si kwa maana labda mtu atasalimika na maneno ya watu, hata uwe mzuri wa tabia vipi, sijui umefahamu. Lakini kuna maneno lazima ya watu yatakuwa na nini, yanazunguka baina ya ndimi za watu, na hayo yanakuwa ni majaribio. Yanakuwa ni nini? Yanakuwa ni majaribio. Sasa wewe sio kwamba moyo wako ni wenye kushtuka au kama moyo wako kwamba umetahayuri, la. Ukiwa unafanya kwa ajili ya Allah, na maana kwamba malipo unayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sio, umefahamu? Yani usifanye kwa ajili ya viumbe, fanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kujipamba na tabia zilizokuwa nzuri ni jambo ambalo kwa muhimu mno, na wale ambao walikuwa na tabia nzuri, mizani zao za amali siku ya kiyama zitakwenda kuwa ni nzuri mno, kwa sababu tayari tabia njema mtu zinamsukuma katika kutenda matendo yaliokuwa mema, na tabia mbaya mtu zinamsukuma katika kutenda yaliokuwa mabaya. Ukisikia yule ana tabia mbaya, yule ima atakuwa mwizi, au atakuwa maneno yake ni mabaya, au atakuwa vitendo vyake ni vibaya. Ndio maana ya kuwa na tabia mbaya. Lakini ukisikia kwamba yule ana tabia nzuri, yule maana yake nini? Maana yake kwamba huyu mtu amejipamba kwa matendo yaliokuwa mazuri. Swala 5 zinapatikana, kadhalika funga za Ramadhani anajitahidi kufunga, zaka anatoa ikiwa Allah amemruzuku uwezo, kadhalika funga za sunna, kadhalika vile vile swala za sunna, kadhalika kusoma Qur'ani na kuishi na watu miamala, yani miamala yake ni mizuri, kwa maana zile tabia mbaya zote zimekuwa ziko mbali na yeye. Kwa hiyo tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala na sisi atupambe kwa tabia zilizokuwa ni nzuri, na turuzuku ikhlasi katika matendo yetu, katika kauli, katika vitendo, kadhalika katika hali zetu zote. Allah turuzuku tuwe ni wenye kufanya kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, ili zikatunufaishe katika siku ya kiyama, twende tukakutane na Allah jalla jalaluhu, hali ya kuwa matendo yetu yameleta manufaa na yamefanya mizani zetu za amali kuwa ni nzito. Innahu waliyun dhalika walqadiru alayhi, wallahu a'lam. Kwa leo tufikeni hapo, tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendelea na hizi hadithi ambazo shekhe amezileta na kuonyesha kwamba mwenendo wa Mtume sallallahu mtu akiathirika nao na akawa amejipamba nao, basi atasalimika na mambo mengi sana yaliokuwa mabaya, na atakuwa katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Wallahu a'lam.